Ukosefu wa daraja katika mto Mbarali unaounganisha kata ya Rujewa na mtaa wa Kanioga uliopo kata ya Lugelele mkoa wa Mbeya umekuwa changamoto kubwa kwa wananchi. Inaelezwa kwamba tatizo hilo linaathiri maisha ya kila siku, hasa kipindi cha mvua, wakati maji hujaa na kupelekea baadhi ya watu kuvuka kwa kuogelea, huku wengine wakipoteza maisha. Inaelezwa kwamba zaidi ni ukosefu wa daraja unaosababisha shughuli za kiuchumi na kijamii kusimama, huku wanafunzi wakisoma katika mazingira magumu na hatarishi. Mimi natumika na hizi ni ripoti zaidi kutokea Mbeya ambazo zimeandaliwa na Cosmas TZA. Asilimia kubwa toka wababu zetu walivyoishi mji huu, maisha yao ndio yalikuwa haya ya kuogelea. Unaenda mashine, lazima tuogelee, tuweke mahindi kwenye madishi au kwenye mandoo, tunaogelea, tunaenda kusaga mpaka Rujewa. Kwa hiyo mpaka sasa hizi changamoto yetu sisi ni daraja, maisha yetu ni magumu kutokana na daraja. Kwa sasa hivi kama hivi kifuku maji hivi yamejaa, hata mboga tu kwa kununua hakuna, tunaumwa hospitali ni Rujewa. Kwa hiyo changamoto ni kiumwa kama mimi hapa mama mjamzito, mpaka nibebe kwenye kitanda ndipo tuogelee hapa kwenye maji kunipeleka hospitali. Kwa hiyo asilimia kubwa sisi kama wananchi wa kijiji hiki tunaomba mtusaidie daraja. Ndio changamoto ya kwetu sisi. Maisha yetu magumu kutokana na daraja. Tunalima mazao yetu tunashindwa kusafirisha kutokana na daraja hatuna. Kwa hiyo sisi changamoto. Barabara kweli wametutengenezea barabara ya kutoka Igawa mpaka Kanioga, lakini bado ni mbovu. Tukitoka huko Kanioga mpaka kufika Igawa nauli ni shilingi 10,000 kwenda na kurudi. Na sisi njia yetu fupi ilikuwa ndio hii hapa ya kuvuka mto mpaka kufika Rujewa, kwa sababu hospitali ni iko hapa jirani. Yaani changamoto hapa sana ni watoto wetu wanafunzi. Wanafunzi hapa wanasoma Igomelo, ambapo changamoto kule natakiwa afike saa 12. Barabara ndio ile mbovu, lakini sehemu kubwa wanavuka hapa. Na juzi hapa wanafunzi wamenusurika, wametupa begi, wameenda kuokolewa huko mbele huko. Kwa hiyo changamoto yetu kubwa ni hiyo. Na hata tukiwa tunaumwa ni shida, kama kwa mfano mvua ikiwa inanyesha, barabara haipitiki, ni mbovu. Kwa hiyo unakuta mtu inaweza kuwa kama kaishiwa maji mara moja anapoteza maisha kutokana na changamoto ya barabara. Ina maana hata kama mvua inanyesha, ukimpigia bajaji hawezi kuja. Ni hivyo tu. Kwa hiyo sisi tunaomba serikali tuone kwa hilo. Hapa inafika kwa mfano mwaka jana tumeshapoteza watu wawili ambao waliugua, wao waliishiwa maji. Lakini tulishindwa kuvuka nao hapa, tulizunguka nao ni mbali na hospitalini mpaka kufika kule. Kwa kweli wale watu walipoteza maisha. Kwa hiyo mimi sina mengi ya kusema, ni waombe wadau ambao wanatusikia waweze kutusaidia daraja hapa ili na sisi tuweze kukumbukana na matatizo haya. Toka nazaliwa mwaka 58 mpaka leo, shida iliyopo hapa mtoni ni kubwa. Watoto wengi wameshindwa kusoma Kanioga ni kwa sababu shule za sekondari zipo Rujewa, Igomelo, Mawindi, Ujewa Mission. Tunahangaika namna ya kuwavusha. Kama mnavyoona hivi maji hapa pana viboko, pana sukosuko nyingi. Juzi hapa kuna vitoto tumevidaka hapa, vinakwenda na maji, vimetupa daftari, vimetupa kila kitu. Tumedaka mtoto mpaka sasa yuko hospitali. Ni kwa sababu ya maji haya. Kuna wamama wajawazito wanakwenda hospitali, tunaogelea nao kuwapeleka hospitali. Kuna kina mama wana watoto wachanga wanakwenda kliniki, tunaogelea nao kuwapeleka kliniki. Changamoto kubwa katika kata yangu, kata ya Lugelele, mimi kama mheshimiwa diwani niliyechaguliwa mwaka huu, changamoto kubwa ni daraja. Na hili daraja limekuwa changamoto kubwa sana kwa sababu toka tuzaliwe mpaka leo hii, kwa kweli kwenye hili serikali yetu lazima tukiri, kwa kweli imetusahau sana kusuala daraja. Na hii ndo changamoto kubwa sana wananchi, ambayo kila siku ya Mungu wanalia kwa sababu ndugu zao kwenye hilo daraja wengi wanakufa, wengi wanatumbukia humo ndani, wamama wajawazito wanashindwa kwenda kliniki kwa muda. Kwa kweli ni changamoto kubwa sana. Kwa tunaiomba serikali tukufu, serikali ya mama yetu Mama Samia, itukumbuke wananchi wa Mbarali, hususan kata yangu, kata ya Lugelele. Wananchi hawa walinipa kula nyingi sana. Nilishinda kwa kula karibu 99.9. Pamoja na mheshimiwa wangu rais walimpa kula 99.9.
wazo lao kubwa sana, wana imani na Mheshimiwa Rais kwamba atawasaidia katika ile changamoto ya hili daraja. Kwa hiyo ndugu jamaa na marafiki watakayoguswa waje watembelee hii kata Lugelele, waone hii changamoto. Ni changamoto kubwa mno, haina kifani. Kwa kweli tuna uhitaji mkubwa sana wa hili daraja ambalo linatoka kijiji cha Kanioga kuunganisha na mji wa Rujewa, yani kwa maana halmashauri ilipo. Kwa hiyo wananchi tupo kama kisiwani na tunaitwa watu wa visiwani kabisa, ni zaidi ya Zanzibar. Kwa kweli tuna changamoto kubwa sana. Tunaiomba serikali ya Mama Samia, serikali sikivu, itume wataalamu wake waje wakague ili daraja, waone namna ya kutuhudumia. Ingawa hapa juzi niliwasiliana na meneja wa TARURA, alikuja kufanya tathmini kidogo akapata kama bilioni 3.5 ndio gharama ya hili daraja. Bilioni 3.5. Hawa wananchi kwa kweli watakuwa wamesaidiwa mno na Mungu atawabariki sana mkiwasaidia hawa wazazi maskini ambao wanateseka miaka nenda. Tunaendelea na utaratibu wa kutenga fedha ambazo tunatakiwa kutenga kwa ajili ya kurekebisha miundo mbinu mbalimbali ambayo inaleta changamoto katika halmashauri yetu, na kiutaratibu tunatakiwa tutenge milioni 900 ambayo tumekusudia inunue mtambo ambao utatumika kwa ajili ya kurekebisha barabara zetu korofi. Tuna wajibu wa kushirikiana na mamlaka nyinginezo ikiwa ni pamoja na mamlaka ya TARURA. Utaratibu huo tunaendelea kushirikiana nao, na kwa mfano katika mto Mbarali kumetokea changamoto kidogo ya mto ule kujaa maji kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Tayari mawasiliano yamefanyika na mamlaka zinazohusika. Tunaamini kwa kipindi kifupi kuanzia sasa tutakabiliana na hiyo changamoto na hali itarudi kama kawaida. Lengo ni kuleta tabasamu kwa watu wetu na kuleta tija, kuonyesha tija kupitia ushuru na kodi wanayolipa.